Shule ya sekondari ya Kibaha Boys kutoka wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani kwa mara nyingine ilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2020 na kufanya vizuri sana, kwani walipata tuzo ya juu na ya kipekee kabisa. Shule hii inamilikiwa na shirika la elimu la Kibaha. Mradi huu uratibiwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa nafasi wanafunzi kujifunza ujuzi wa kijasiriamali wakiwa bado wako shuleni. Kwa mwaka 2020, mradi huu ulihusisha shule 150 za sekondari kutoka mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Shule hii ya Kibaha Boys ilishinda na kushika nafasi ya kwanza na kufanikiwa kuchukua tuzo ya pekee ya dhahabu, yani Gold Trophy kwa mwaka 2020. Je, wanafunzi hawa wa Kibaha Boys walifanya mradi gani? Jina la mradi wetu ilikuwa The New Era Project. Sababu ya kuita mradi huo jina hilo ni kwa sababu tuliamini kwamba hii ni awamu mpya ambayo maendeleo ya shule yatatokana na sisi wanafunzi wenyewe kupitia mradi wa Uwezo. Tulifanya jumla ya miradi 5. Mradi wa kwanza tuliofanya ilikuwa kusafisha matenki ya maji, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu sana tangu matenki ya maji yasafishwe na yalikuwa machafu sana. Matenki hayo kutokana na uchafu huu yaliweza kusababisha magonjwa mengi ya fungus pamoja na magonjwa ya tumbo. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi tuliona kuna umuhimu wa kujitahidi kupunguza tatizo hilo la ugonjwa wa fungus pamoja na magonjwa ya tumbo kwa kufanya usafi wa matenki hayo na kuhakikisha kwamba tunalinda afya za wanafunzi. Mradi wa pili tuliofanya ilikuwa kusafisha vyoo na kuziba mabafu. Tulifanya hivyo kwa sababu mabafu mengi yalikuwa shuleni yalikuwa yanaziba, hivyo yalikuwa yanasababisha msongamano katika wakati wa kwenda kuoga au kupata haja, kwa sababu mabafu na vyoo vilivyokuwa vinatumika vilikuwa vichache mno, hivyo ilikuwa inachukua muda mrefu sana. Na kwa mabafu na vyoo vilivyokuwa vimeziba, kulikuwa na maji yaliyorundikana, hivyo kulikuwa na hatari ya mlipuko wa magonjwa. Kuepuka hayo yote, sisi kama wanafunzi kupitia mradi wa Uwezo Award Project mwaka 2020 tukaamua kuzibua na kufanya usafi kupunguza tatizo hilo. Cha tatu, tulienda kuchangia damu katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Tumbi, ambao tulienda kuchangia damu ambao takriban wanafunzi 26 walichangia damu. Tulifanya hivyo kwa sababu ukiangalia kwa mwaka 2020 kulitokea janga la ugonjwa wa COVID-19 ama corona. Zoezi la uchangiaji damu lilisimama kwa kipindi hicho kwa sababu wadau wengi wanaochangia damu ni wanafunzi mashuleni na watu mbalimbali kwenye mikusanyiko mikubwa, lakini kwa mwaka jana ilishindikana, ilibidi wasitishe kwa sababu ya ugonjwa huo. Sisi kama wanafunzi baada ya kufungua shule tuliamua twende kuchangia damu kwa sababu zoezi la uchangiaji damu lilikuwa limesimama, lakini kina mama bado walikuwa wanajifungua, kulikuwa na wagonjwa ambao walikuwa wanahitaji damu. Hivyo sisi kama wanafunzi tukaguswa, tukaona tuwe sehemu ya jamii kwa kwenda kuchangia damu na kwenda kuokoa maisha ya kina mama na wagonjwa wengine hospitalini ambao wana shida na damu hiyo. Miradi mingine tuliofanya ilikuwa ni pamoja na kutengeneza meza kwa ajili ya kina mama wanaotuzia vyakula. Tuliamua kufanya hivyo kwa sababu hapo huwa kuna msongamano wa wanafunzi, na hivyo tuwatengenezea meza na kuweka utaratibu mzuri ambao wanafunzi walikuwa wanaweza kuchukua chakula vizuri na kupunguza muda ambao walikuwa wanaupoteza pale hivi. Mradi mwingine tuliofanya ilikuwa ni kupanda miti ya matunda. Hiyo miti ni ya kisasa ambayo ukomaa baada ya miaka 2. Tulifanya hivyo kwa sababu tulitambua kwamba shule kama shule haina fedha kutosha kupatia sisi lishe bora kama wanafunzi, kwa sababu tuko wengi. Hivyo ile miti ingewanufaisha wanafunzi wanaokuja miaka 2 baadaye, kwamba angalau watapata lishe bora, hasa vitamini. Mradi ambao tulifanya kwa ajili ya kupata fedha, mradi wa kwanza ambao tulifanya ilikuwa ni utengenezaji wa sabuni za maji. Mradi huu tuliweza kufanya ambapo sabuni ambayo tulitengeneza kupitia ujuzi ambao baadhi ya wanafunzi walikuwa nao. Sabuni ambayo tulipata ambayo ilikuwa ni sabuni ya maji, tulipata kwenda kuwauzia walimu na baadhi ya wafanyakazi wa shirika, na ile fedha ambayo tulipata tulitumia kwenye mradi wetu wa Uwezo Award. Lakini pia mradi mwingine ambao tunaenda kufanya ulikuwa ni ushonaji wa viatu, ambapo tulitumia vipaji vya baadhi ya wanafunzi kwenye ushonaji wa viatu, ambapo walishona viatu vya wanafunzi ambao vimeharibika, na ile fedha ambayo tulipata kupitia ushonaji wa viatu tulitumia kwenye mradi wetu wa Uwezo Award. Kitu kingine kilichotuingizia fedha katika mradi wetu wa Uwezo, tulipata fedha kupitia kuandaa siku ambayo watu walikuja na kuonesha vipaji vyao. Vipaji hivyo vilikuwa ni pamoja na michezo mbalimbali, uchoraji na uimbaji. Kupitia siku hiyo
tulialika wanafunzi kutoka shule mbalimbali wakaja katika shule yetu, na walitakiwa wachangie kiasi fulani cha fedha ambacho kilisaidia kuinua fedha za mradi. Na pia tulipata fedha kupitia uuzaji wa mabaki ya chakula ambayo walikuwa nabaki katika shule yetu. Wanafunzi walikuwa kila chakula kikibaki, ile tulikuwa tunaandaa, tukikusanya na tunakiuza kwa wale wafugaji wa wanyama kama vile nguruwe. Kitu kingine, tulichora picha ambazo hizo picha ziliuzwa ndani ya shule kama kwa walimu pamoja na wanafunzi wenyewe, ambazo picha hizo tulichora picha za watu wanaofahamika na picha nyingine zilikuwa ni kwa ajili ya mapambo. Jumla ya fedha tulizozipata katika ukusanyaji wa pesa ili kuendesha mradi wetu, tulipata jumla ya shilingi 274,000 ambayo ilisaidia sisi kukamilisha mradi wetu wa Uwezo. Hapa wanaelezea changamoto mbalimbali walizopitia katika kufanya mradi huu. Wakati tunafanya miradi yetu tulikutana na changamoto nyingi. Moja ya changamoto ni muda, kwa sababu tulianza projekti yetu mwezi wa 7, kipindi ambapo taifa limetoka kupambana na janga la corona. Kwa hiyo ratiba ya shuleni kwetu ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo tulipata muda mchache sana kwa ajili ya kuendelea na masomo na pia kuendelea kufanya miradi yetu ili kukamilisha kabla ya wakati. Pia changamoto nyingine tuliyopata ilikuwa ni vifaa. Wakati tunafanya project tulikuwa hatuna vifaa vyetu wenyewe kama kamera kwa ajili ya kuchukulia ushahidi, kwa sababu shuleni haturuhusiwi kukaa na kamera wala simu. Kwa hiyo ilikuwa inabidi tusubirie muda ambao walimu wapo na sisi tuna muda wa kufanya miradi. Kwa hiyo muda wa kuchukua ushahidi, vifaa vya kuchukulia ushahidi vilikuwa ni vigumu sana sisi kwetu kupata ili tuweze kumaliza miradi yetu kwa wakati na kuwasilisha kama vile ambavyo sisi tungependa iwe mapema iwezekanavyo. Changamoto nyingine tulizozipitia kama wana Kibaha wakati wa kufanya mradi wa Uwezo Awards mwaka 2020, mojawapo ilikuwa ni kuhusu ruhusa. Kama ukiangalia kwa makini, kipindi ambacho corona ilikuwa imepamba moto, kutoka nje ya shule kwa mfano kwenda kutoa elimu huko mtaani ilikuwa ni kwa kiasi kubwa haiwezekani. Pia kuhusu ruhusa ya kuruhusu mikusanyiko, kwa mfano muda wa Cultural Days ilikuwa ni vigumu sana kuweka watu katika mikusanyiko kwa sababu ya corona. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile changamoto kwetu sisi. Hiyo changamoto nyingine tuliyopata ni kufail kwa mwaka 2019. Mwaka 2019 tulifanya project nyingi sana ambazo zilikuwa ni nzuri, lakini kwa bahati mbaya ripoti ambazo tuliziandika na ushahidi haukuweza kufika sehemu husika, yani kwa watu ambao wanasahihisha. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile tumefail mwaka 2019, tukupata chochote yani. Kwa hiyo hapo ilikuwa kama kikwazo kwetu, wengi walikata tamaa. Tulifanya project tukiwa wengi, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, watu walizidi kukata tamaa kwa sababu walikuwa wanajua yanaenda kutokea kama yaliyotokea mwaka 2019. Kwa hiyo ilikuwa ni kama changamoto kwetu. Tulipoambiwa kwamba mradi wetu umeshinda, ilikuwa ni furaha kubwa. Maana yani kwa changamoto zote zilizopitia pale kabla, na bado sisi tukaweza kuibuka washindi. Na ukiangalia mwaka uliopita hatukuingia hata kwenye 30 bora, na bado sisi tukawa washindi, yani tukapindua meza. Ilikuwa ni furaha kubwa na isiyoelezeka. Yani hapo ndipo nikathibitisha ule msemo kwamba penye nia pana njia. Maana tuweka nia na tukadhamiria kabisa tuichukue mwaka huu, na Mungu si atumani tukachukua. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia kufanya mradi huu? Katika Uwezo Awards 2020 nimejifunza mambo mengi makubwa. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni kuthamini maisha ya wengine katika jamii na kujitolea kiujumla. Hii nilijifunza pale tulipochangia damu hospitali Tumbi. Nilijifunza kuokoa maisha ya mama na mtoto ambao kwa kipindi kile cha corona walikuwa katika hatari kubwa ya kupoteza damu. Jambo la pili ambalo nimejifunza ni kupata maarifa ambayo yanaweza kunisaidia nje ya darasani. Mfano mzuri ni tulitengeneza meza za wamama kuuzia vyakula hapa shuleni. Ile nilipata fursa na jukwaa zuri kujifunza kuranda mbao na kutengeneza meza. Jambo la tatu ambalo nimejifunza ilikuwa ni uongozi. Katika uongozi nimejifunza vitu vingi. Kwa mfano kabla ya Uwezo Awards 2020 nilikuwa sio kiongozi kiranja mkuu, lakini baada ya kupata ile jukwaa na kuongoza kikundi kidogo cha watu kama nilikuwa katibu wa mradi, imenisaidia sana katika kuchukua fomu, na sasa hivi nimekuwa kiranja mkuu wa Kibaha Sekondari. Kutatua matatizo ambayo yanaikumba jamii, kwani miradi ambayo tulikuwa tunafanya ilifanya mimi kuweza kufikiria zaidi namna ya kutatua matatizo yanayoikumba jamii, na pia namna ya kutumia fursa kugeuza changamoto kuwa fursa. Hicho pia ni kikubwa ambacho nimejifunza. Lakini kingine ni kuwa na moyo wa kujitolea zaidi katika shughuli za jamii, kwani
sio lazima mpaka utegemee malipo makubwa ndio uweze kujitolea, hapana, lakini tunafanya kwa ajili ya kuleta kuisaidia jamii kiujumla. Katika mradi wa 2020 nilijifunza kuwa na ule moyo wa kupenda mazingira, kwani miradi mbalimbali ambayo tulifanya yalikuwa yanahusisha na inagusa mazingira moja kwa moja. Kwa mfano, tulifanya mradi wa kupanda miti. Kupitia mradi huu nilipata kujifunza namna ya kulea mti toka ukiwa katika hatua ya kwanza, kumwagilia na kupa vitu vingine vinavyohitajika ili ukuaji wake uwe katika ukuaji mzuri. Lakini cha pili, ilinipa mimi maarifa na ujuzi katika kufanya miradi mbalimbali. Kwa mfano, tulitengeneza sabuni za maji. Kabla ya hapo sikuwa na maarifa yoyote ama ujuzi wowote ule katika kutengeneza sabuni za maji, lakini kupitia maarifa ambayo baadhi ya wanafunzi wetu walikuwa nayo katika utengenezaji wa sabuni, ilinisaidia mimi kujua jinsi na namna ya kutengeneza sabuni ya maji, jambo ambalo nilijifunza na nadhani naweza nikalitumia nikiwa nje ya masomo, nikiwa nje ya shule kama chanzo cha kipato kwangu, kwani ni bidhaa ambayo inatumika kila siku katika shughuli zetu mbalimbali nyumbani kama vile kufua, kusafishia vioni. Hivyo nitaitumia kama fursa kwangu mimi kama kijana katika kujitengenezea kipato. Kwa kufanya kitu kwa moyo. Maana unapokuwa unafanya kitu ambacho mwisho siku utegemei malipo, inabidi ufanye kwa moyo, sio tu kwa kuangalia maslahi, lakini uangalie maslahi ya jamii unayoshughulikia. Kupata maarifa ya ziada nje ya hali ya darasani. Mfano, katika maarifa nitazungumzia katika mradi wa kushona viatu. Kupitia kushona viatu imeniwezesha mimi kupata maarifa ya kushona viatu ambayo naweza ngatumia hata baada ya kumaliza hapa shuleni, lakini pia kushona huku viatu kusaidia changamoto mbalimbali za wanafunzi hapa shuleni walioharibikiwa na viatu, ambao wangetumia hiyo kitu kwenda kuwafaidisha watu wengine wa nje, lakini ilitusaidia sikupata hela kama kitu kilichokuwa ninafanya ili kufanikisha jambo letu. Nilijifunza namna ya kupangilia muda wangu. Kwa mfano, mimi nilikuwa mshiriki katika uchoraji. Niliweza kupangilia muda wangu wa uchoraji na muda wangu wa masomo. Nilijiwekea kwa mfano dakika 30 za kuchora baada ya vipindi, na baada ya hapo kuendelea na mambo mengine. Na pia nilijifunza namna ya kufanya kipaji changu kuwa kipato. Mimi hapa mara ya kwanza sikutambua kuwa kipaji cha uchoraji kinaweza kuwa chanzo cha kipato, lakini baada ya kushiriki Uwezo Award nimetambua kuwa uchoraji pia ni moja ya chanzo cha kipato. Ile nguvu ya umoja, kwamba mkiwa mnafanya kitu kwa pamoja, mnafanya kitu kwa kushirikiana, basi mnaweza mkafikia malengo yenu bila mtu yoyote kuwazuia. Japokuwa tulikuwa watu wachache, lakini ile nguvu ya umoja, kukumbushana kwamba huu ni wakati wa kufanya project, huu ni wakati wa kufanya jambo hili, uliweza kutusaidia sisi kufanya project yetu vizuri na kutusaidia kuweza kushika nafasi ya kwanza katika mashindano ya Uwezo Award 2020. Nilikuwa na bidii katika kazi. Tulivyoungana kama kikundi, kuna watu walikuwa hawana bidii katika kazi, lakini baada ya kuwa na bidii katika kazi, kuweza kutekeleza project yetu, tuliweza kuimaliza project yetu na kupata matokeo chanya. Hivyo basi, baada ya kuungana na kuwa na bidii katika kazi, tuliweza kuyatimiza malengo yetu kama wana klabu. Tulikutana na mwalimu mlezi wa klabu uliofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema. Kwa mradi ambao vijana waliufanya, umewasaidia kutambua majukumu yao na umuhimu wao katika jamii. Kwa mfano, waliweza kugundua kwamba matenki ya maji ambayo yapo katika mazingira yao ya shule hayapo katika hali nzuri, wakayaosha. Kwa hiyo kwa kuosha yale matenki imewawezesha wao kuweza kuhakikisha kwamba wanapata maji salama. Kwa hiyo imewafundisha kutimiza wajibu wao katika jamii. Jambo la pili, kwa kuchangia damu imeonyesha kwamba katika jamii tuna wajibu wa kufanya matendo ya huruma na tunawajibika kuokoa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana waliojifunza katika miradi hii ambayo wameifanya kwa mwaka 2020. Kwa ushindi walioupata wanastahili, walikuwa wanastahili kwa sababu walifanya juhudi kwa muda mrefu na kukata tamaa, na ilipotokea kwamba walikuwa na dalili kama za kukata tamaa, nilijaribu kuwaambia kwamba endeleeni kufanya. Kwa hiyo wakafanya kwa bidii na wakaweza kufanikiwa. Kwa hiyo inaonyesha katika maisha wanafunzi au vijana hawatakiwi kukata tamaa wanapopitia katika masuala mbalimbali ya ushindani. Mradi waliofanya wanafunzi kwa kweli ni mradi mzuri, kwa sababu umewavuta wanafunzi kuwa katika hamu ya kujua zaidi na hali ya kujituma katika mambo mbalimbali ambayo wanayafanya. Hivyo imewapromote na kuwaweka katika
mazingira ya wao kujitambua nini wanapaswa kufanya wakiwa shuleni, na pia wanaweza wakajitambua nini wanapaswa kukifanya wakiwa uraiani. Kwa hiyo ni mradi mzuri, kinachotakiwa tu kuwa karibu na wao ili kuwahamasisha na kuwaweka katika mazingira mazuri. Wanahitaji guideline kwa ajili ya kuwaweka sawa ili waweze kufanya vizuri zaidi kuliko tunavyodhania. Basi huu ndio mradi uliowapa ushindi wa kipekee kabisa shule ya sekondari ya Kibaha Boys katika Uwezo Award mwaka 2020. Chukua hatua, onyesha uwezo. Tunasema